Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amewaomba wabunge wa Mbulu na uongozi wa wilaya hiyo waendelee kutoa elimu kwa wananchi juu ya kuendeleza amani na kuishi kindugu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wiki moja kwa watu wote ambao wametapeli ardhi ya watu wengine kurudisha mara moja kabla ya kuanza kuchukuliwa hatua za kisheria. Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kesho anatarajiwa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa matangi 15 ya kuhifadhia mafuta ya petroli, dizeli na meli ambayo yanajengwa Tungi wilayani Kigamboni. Na mashambulizi ya Israeli nchini Lebanon yameua watu wasiopungua 31 hii leo Jumatatu kufuatia milipuko ya maroketi yaliyofyatuliwa na kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Tehran. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie kaskazini mwa Tanzania, mkoani Manyara. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amewaomba wabunge wa Mbulu na uongozi wa wilaya hiyo waendelee kutoa elimu kwa wananchi juu ya kuendeleza amani na kuishi kindugu. Ametoa wito huo wakati akizungumza na wananchi waliojitokeza kwenye hospitali ya Lutherani Haydom wilayani Mbulu mkoani Manyara mara baada ya kukagua ujenzi wa jengo la afya ya mama na mtoto, ambapo amesema serikali kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya hospitali zinazoendeshwa na taasisi za dini ili kuboresha utoaji huduma kwenye hospitali hizo. Na mara zote tunapoongea, Mheshimiwa Rais anatambua kazi kubwa mnayofanya. Na tena kazi yenu mnayofanya ya kuokoa uhai wa binadamu. Kumbuka kuna baadhi ya kada tulikosa watu sokoni. Kwa hiyo tuendelee na jitihada hizo kwa wale tunaojifunza, lakini wale tulio kazini tusonge mbele. Mheshimiwa Rais anatambua kazi yenu kubwa mnayofanya. Lakini na Baba Askofu, Mheshimiwa Rais anatambua kazi kubwa ya kanisa mnayofanya katika kuchangia katika ustawi wa jamii. Ndio maana serikali inaendelea kuunga mkono jitihada hizo. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mbulu, Askofu John Nade, amemweleza Waziri Mkuu kwamba wanashukuru kwa ushirikiano uliopo baina ya serikali na kanisa kwenye utoaji wa huduma za jamii. Akitoa maelezo kuhusu fedha zinazotolewa na serikali kwenye hospitali hiyo, Naibu Waziri TAMISEMI Ruben Kwagilwa amesema kumekuwa na ushirikiano wa muda mrefu, ambapo kila mwezi serikali imekuwa ikilipa shilingi milioni 188 kwa ajili ya watumishi 128 hospitali hiyo, huku mkurugenzi mtendaji hospitali ya Haydom Dr. Pascal Mdoe akisema ujenzi wa jengo hilo umegharimu shilingi bilioni 6.3. Mheshimiwa, tunatoa huduma pia za kibingwa kwenye hospitali hii. Hospitali hii ni kitovu cha mafunzo. Utaona kuna wanafunzi wengi wa kitaifa na kimataifa ambao wanafika kwetu kujifunza. Tuna watalaji zaidi ya 60. Hospitali hii pia zaidi ya mafunzo na huduma inafanya tafiti. Ni kitovu kikubwa cha utafiti kwenye nchi yetu, inafanya tafiti za kimataifa, na kushirikiana na Wizara ya Afya hivi karibuni tumetekeleza afua ya kitita cha uzazi salama kwenye mikoa 5 Tanzania, na kwa kutekeleza kitita cha afua ya uzazi salama tumepunguza vifo kwa zaidi ya 75% vya wakina mama wakati wa kujifungua, vifo vya watoto zaidi ya 40%. Dunia yote inakuja kujifunza kwetu, na sasa Wizara ya Afya imechukua kama showcase ya nchi kwa sababu ni afua iliyofanikiwa sana. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wiki moja kwa watu wote ambao wametapeli ardhi ya watu wengine, walioingilia mirathi na wanaojihusisha na mikopo umiza kurudisha mara moja kabla ya kuanza kuchukuliwa hatua za kisheria, ambazo ni pamoja na kuwafungulia kesi mahakamani. Amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuhusu ziara mbalimbali ambazo amezifanya katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo, na kubaini kuwa maeneo hayo ndio yanaongoza kuwa na migogoro mingi na hivyo kusababisha watu wengi kukosa haki zao. Ninayo orodha hapa ya baadhi ya watu ambao tumekusha jithibitishia kwamba hawa ndio wamekuwa wanyang'anyi wakubwa sana pia wa ardhi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na ninawapatia almost kama wiki moja tu
ili wahakikishe zile ardhi ambazo wamezikalia ambazo sio za kwao, basi katika mkoa wetu waweze kuzirudisha. Tumekwisha fanya uchunguzi wa kina na wa kutosha. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote na hasa wana Dar es Salaam kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ametutuma tuje tuhakikishe tunaendelea kusimamia haki na kuitafsiri bila kuvunja sheria, ili yule ambaye anahitajika kupata haki hiyo aipate. Aidha, Chalamila amesema katika kushughulikia tatizo hilo kwa wiki moja kuanzia leo atakuwa katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya kupokea malalamiko mbalimbali ya aina hiyo, akiwaomba wananchi kupeleka nyaraka zao zinazohusu madai kabla ya kuanza ziara ya pili katika maeneo yao, lengo likiwa ni kuhakikisha haki inatendeka. Mimi mwenyewe mkuu wa mkoa nitakuwa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwenye ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Wale wote ambao wamekushalia kwa muda mrefu waje pale ofisini wafikishe nyaraka zao zote. Natoa wiki moja tu, kwa maana leo Jumatatu, mwisho siku ya Ijumaa, walete taarifa zao zote na ushahidi wao wote waniletee pale ofisini, kwa sababu tarehe 9 ya mwezi wa 3 naanza tena ziara ya mguu kwa mguu kwenda kukagua maeneo yote ambayo wananchi watakuwa wameyaleta kama sehemu ya kunithibitishia kwamba wameporwa, wamenyang'anywa, wamedhulumiwa. Katika hatua nyingine, amewaomba wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kujitokeza kwa wingi katika uzinduzi wa matenki ya mafuta utakaofanyika hapo kesho Machi 3, 2026 eneo la Tungi, Kigamboni na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan leo, ikiwa lengo likiwa ni kuhakikisha nchi inakuwa na mafuta ya kutosha kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde Dr. Geoffrey Mwakihaba ametoa wito kwa Wakristo kuwa mstari wa mbele kulinda amani na kupinga vitendo vya ukatili vinavyoendelea kujitokeza katika jamii. Taarifa ya Emmanuel Lulandala inafanua zaidi. Akizungumza katika ibada iliyofanyika usharika wa misioni Info Kenya, jimbo la Mbeya Magharibi, Askofu Mwakihaba amesema Mkristo wa kweli anapaswa kuwa kielelezo cha upendo, uvumilivu na mshikamano, huku akisisitiza kuwa imani inapaswa kuonekana kwa matendo yanayojenga jamii imara. Kichwa cha wiki kinasema ukatili upo, tupinge na neema ya Mungu inaweza kutuwezesha. Kuwa Mkristo, naomba sasa niwakumbushe. Kwa maana neno hili linakuja la namna hii kwamba hebu tutafakari maisha tunayoishi, tunaishije huko. Ukatili upo wa aina nyingi. Mkristo au kuwa mwana wa Mungu ni utayari wa kujitambulisha pamoja na Kristo. Kujitambulisha pamoja na Kristo ndio maana ya kuwa Mkristo. Popote na majira yote. Ni utayari wa kuacha maisha ya uovu na ukatili wa sura yoyote, ndio maana ya kuwa Mkristo. Unajua, tupo katika majira ya Kwaresma. Tunaalikwa kutubu na kutafakari utakatifu wa Yesu ambaye tumekiri kuambatana naye mpaka Golgotha. Katika hatua nyingine, mkuu wa jimbo la Mbeya Magharibi Mchungaji Nancy Maro akatumia nafasi hiyo kujitambulisha rasmi kwa Wakristo wa usharika huo kufuatia tangu wachaguliwe kuweza kufika katika usharika wa misioni Info Kenya, ambapo ameahidi kuimarisha huduma za kichungaji na kushirikiana na Wakristo katika kukuza kazi za kiroho na maendeleo ya kanisa. Mkuu, tulikuwa na huduma nyingi za mara kuingiza wakuu wa majimbo makazini na ambayo hayakunipa muda mzuri ambao nimeweza kufika, lakini nashukuru sana mchungaji na nikushukuru baba askofu kwa kupanga ratiba hii. Imekuwa baraka kwangu pia niwe na kuja kuwasalimu watumishi hawa na washarika hawa kwa mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu na nitoe pongezi nyingi. Mambo mengi tutaongea kwa wakati mwingine, leo ni ratiba sana ya baba askofu, lakini maadamu Bwana amenituma kutenda kazi hii pamoja nanyi, naamini kwenye majira mengine tutasalimiana vizuri na kutiana moyo kwa mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa upande wake, katibu wa idara mpya ya wanaume Dayosisi ya Konde Mjuni Kyaruzi katika ibada hiyo ametangaza kuanzisha kwa idara hiyo inayolenga kuwawezesha wanaume kushiriki kikamilifu masuala ya kanisa na jamii, ambapo wanaume wa usharika wa Info Kenya walimchagua John Gideon kuwa katibu wa idara hiyo
ngazi ya usharika. Tunaendelea kutengeneza idara, bado sharika nyingi hazijatengeneza uongozi. Naamini na hapa baba mchungaji bado hatujawa na idara kuzindua. Sasa nitumie jukwaa hili kukuomba baba mchungaji, tuwe na uongozi. Tukianza hata na mratibu tu mmoja kwanza, ambaye atakuwa anaratibu idara kabla hatujapata na viongozi wengine, ili iwe rahisi sasa kufanya mawasiliano kati ya jimbo na usharika. Lakini nilifika hapa kuatia moyo kwamba idara imeanza, kazi inakwenda mbele, tunachanja mbuga, na hii sio kitu kipya. Dayosisi nyingine zimeshaanzisha idara hii muda mrefu sana. Ibada hiyo imebeba ujumbe mzito wa mshikamano, uwajibikaji na wito wa kulinda amani, huku viongozi wa kanisa wakisisitiza kuwa bila amani hakuna maendeleo ya kweli katika jamii. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kesho anatarajiwa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa matanki 15 ya kuhifadhia mafuta ya petroli, diesel na meli ambayo yanajengwa Tungi wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam. Hayo yamesemwa na Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema ujenzi huo matangi hayo utagharimu shilingi bilioni 678.6. Serikali imeendelea na ujenzi wa matenki 15 ya kuhifadhia mafuta yatakayoongeza uwezo wa kuhifadhi mafuta kwa mita za ujazo 378,000. Matangi 6 yatakuwa dedicated kwa ajili ya mafuta ya petroli, matangi 5 dedicated kwa ajili ya mafuta ya diesel na matangi 3 kwa ajili ya mafuta ya jet fuel, mafuta ndege. Amesema ujenzi wa matanki hayo ni dhamira ya serikali kuhakikisha nchi inakuwa na akiba ya mafuta, lakini pia kupunguza muda wa meli zinazoleta mafuta kusubiri kushusha bandarini. Aidha, Profesa Mbarawa amesema serikali imeendelea kupanua bandari ya Dar es Salaam ili kuhakikisha meli kubwa zaidi zinaingia nchini na kushusha mzigo wakati bila kukaa muda mrefu. Na matarajio yetu ni kuwa tunategemea kufikia tani milioni 40 itakapofikia mwisho wa mwaka 25-26. Na sasa turejee tena nyanda za juu kusini mkoani Songwe. Wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo katika soko la Ichenjezia mji wa Vwawa wilayani Mbozi wamewasilisha ombi kwa mkuu wa wilaya hiyo wakimtaka kuingilia kati ili kupunguza idadi ya magulio ama minada inayoendeshwa katika mji huo, wakisema hali hiyo imekuwa ikivuruga msawazo wa ufanyaji biashara na kuathiri kipato chao cha kila siku. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutoka Songwe inafafanua zaidi. Ombi hilo wamelitoa wakati ambapo mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamad Mbega alipofika katika soko hilo kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali kwa wafanyabiashara wanaofanyia biashara zao katika soko hilo, wakidai kuwa idadi ya minada inaathiri mwenendo wa biashara zao, wakimuomba kuona uwezekano wa kupunguza minada katika mji huo. Hatuuzi minada iko kwa wiki mara 4. Ukichanganya na Iboya ni kila siku, hatuuzi minada tu. Tunakufa. Iboya kila siku Iboya minada. Halafu wanakuja wa mizani kwa wilaya. Mimi nina mizani na kandamizwa. Lakini ukiona mnadani hawatumii mizani. Lakini wanadani mizani zile za mishahara zimejaa. Hawajawahi kwenda na wanafanya biashara sana. Nikijumua kati za 2,000 nauza mimi ni Jumatatu na Jumapili kwa wiki. Jumanne mlo, Ijumaa mlo, Jumatano mlo, hivi sasa wako mnadani kwa Jumamosi kwa. Sina siku ya kuja, tunaombani mtusaidie juu ya hii. Wananchi tunalia. Mimi nina mkopo wa Mama Samia na dunduliza niuze hivyo. Tunachukua mikopo jamani, biashara hamna. Nakopa mkopo nidundulize nilipe kama mkopo ambapo mama ametukomboa. Hapo wananchi hawataki kutusikia, wamenifungia kibanda. Changamoto tumeipata. Tulikuwa tunatoka hapa tunapiga hatua kadhaa. Tunaenda wakati mwingine mnada ule wa zamani au soko lile kuu pale juu. Hata wafanyabiashara wenzetu ambao walikuwa tunafanya nao biashara, mali zao zimeshaharibika tayari. Kuna nyanya zimeharibika, unaenda pale kweli unaonyeshwa nyanya zimeharibika, mboga zimenyauka. Tumeathirika pakubwa sana. Tumepoteza muda wetu, tumepoteza mali zetu pia. Aidha, akieleza hali ilivyo katika soko hilo, diwani wa kata Ichenjezia Bahati Mbugi
amesema uwepo wa minada unaathiri soko, kwani wafanyabiashara wengi wametoka na kwenda kufanya biashara katika minada hiyo na kuacha vyumba vingi vikiwa havina wafanyabiashara. Palikuwa na vibanda havikufika, yani vibanda vilivyokuwa vina operate hapa havikufika hata nusu ya idadi ya vibanda vilivyopo leo. Na tulichokubaliana ni kwamba tuanze na vile ambavyo wafanyabiashara wapo, wakati vingine vinaendelea kutengenezwa, na tuendelee kuwavuta watu waendelee kuja. Na nashukuru Mungu kwamba leo tumepata mkoa, tumepata hospitali, wataalamu wameongezeka na watu wengi wamehamia. Leo unaona angalau hata vibanda vya nje unaweza kukaona vimejaa. Lakini vibanda vilivyopo huko ndani ni kuthibitishia hata ukizunguka huko havina watu. Akijibu hoja hiyo, mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamad Mbega ameeleza kuwa ziko jitihada za makusudi zinazotakiwa ili kutatua changamoto hiyo, huku akieleza kuwa unatakiwa ushirikiano kati ya viongozi na wananchi, kwani nia ya rais kuwateua viongozi katika ngazi ya wilaya ni kwa ajili ya kuwasaidia kutatua na kuleta maendeleo kwa wananchi katika wilaya hizo. Niwashukuru kwa kueleza yale ambayo mnayo, lakini kutoa majukumu yenu. Lakini pia nishukuru kwa kujitokeza kwa wingi kuja kumsikiza mkuu wa wilaya. Unajua, ili upate ufumbuzi wa jambo lazima kwanza ujue ukweli ni upi wa jambo hilo. Sasa wengine wanashangilia tu kwa ushabiki, lakini ukweli wanaupindisha. 90%, asilimia 90 ya watu ambao wamezungumza wanajua ukweli ni upi. Sasa mtu muungwana anaeleza ukweli kwa viongozi, alafu busara inatumika namna ya kuona jinsi ya kumaliza tatizo lolote. Lakini ukificha ukweli ambao sisi tunaufahamu, na sisi kabla ya kuja kwenye shughuli kama hizi lazima tutafute ukweli wa jambo lenyewe ndio tuje kuzungumza na watu. Hakuna mtu ambaye anaweza akatumwa kwa ajili ya kuja kuwaonea watu. Na sisi viongozi hakuna mwenye interest na hivi vibanda. Na ili tufikie maendeleo ya kweli, Mheshimiwa Rais ametuamini sisi tuwasaidie kufikia maendeleo. Lazima tushirikiane. Kutoka hapa halmashauri ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, mimi ni Nicholas Ndabila, Upendo TV. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Kinondoni imewashauri wasimamizi wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika mkoa huo kuhakikisha inakamilika ndani ya muda uliopewa kwa kuzingatia ubora na thamani ya fedha kwa manufaa ya wananchi na taifa. Ushauri huo umetolewa na mkuu wa TAKUKURU wa mkoa huo Christian Nyakizee wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa majukumu yao kwa kipindi cha Oktoba hadi Disemba 2025, ambapo amesema walifuatilia miradi ya zaidi ya bilioni 5 na kubaini kuwa watekelezaji wameongezewa muda wa kumaliza kutokana na sababu mbalimbali. TAKUKURU ilifuatilia matumizi ya fedha za mradi wa maendeleo miwili katika sekta ya miundombinu ya barabara ambazo ni ujenzi wa barabara ya Gema na barabara ya Nyaishozi zilizopo kata ya Bunju zenye thamani ya shilingi bilioni 5. Katika ufuatiliaji huo ilibainika kuwepo kwa ongezeko la muda wa utekelezaji wa mradi kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, kuchelewa kwa malipo na ombi la msamaha wa kodi ya VAT. Aidha, amesema katika kipindi hicho umefanikiwa kutoa elimu kwa wadau na wananchi ambayo imesaidia kuongeza ufanisi wa usimamizi wa miradi, wananchi kutoa taarifa za viashiria vya rushwa, kupunguza malalamiko ya vitendo vya rushwa na kujenga ujasiri na wajibikaji, huku wananchi wakihimizwa kuendelea kushirikiana na taasisi hiyo katika kukabiliana na rushwa. Kutokana na elimu tuliyoitoa kwa wananchi na wadau tuliokutana nao imesaidia kama ifuatavyo. Ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo umeongezeka. Wananchi wamehamasika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Aidha, kupungua kwa malalamiko ya vitendo vya rushwa katika ngazi ya mtaa, vijiji na kata. Lakini 4, tumeweza kuwajengea ujasiri na uwajibikaji wanafunzi waliopo kwenye klabu za wapinga rushwa. Mikakati ya kipindi cha miezi mitatu ijayo ni kuendelea kufuatilia matumizi ya fedha za serikali katika miradi ya serikali, kuendelea kutoa elimu kwa wananchi na wadau na kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo ya mpango wa TAKUKURU Rafiki.
Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kanda ya kati Singida. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati Singida, Dr. Cyprian Hilinti ameitaka jamii kusimama imara na kutokomeza vitendo vya ukatili vinavyoathiri ustawi wa familia na maendeleo ya taifa. Fungua, tunazindua, tunaombea, tunabariki eneo hili la Ruruma Leipzig kuwa jimbo katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Askofu Hilinti ametoa wito huo wakati akizungumza katika ibada maalum ya uzinduzi wa jimbo jipya la Ruruma Leipzig, akisisitiza kuwa ukatili wa aina yoyote hauendani na maadili ya Kikristo na misingi ya utu. Ukatili ni mbaya, tuupinge. Na waliompokea Yesu Kristo wana moyo wa huruma. Mwanakwaya mwenye Yesu, baba mwenye Yesu, mama mwenye Yesu, askofu mwenye Yesu, mchungaji mwenye Yesu, akiambiwa hivi, anahurumia Ruruma, anahurumia dayosisi, anahurumia kanisa, anahurumia wajane, anahurumia wazawa. Bila Yesu hatuwezi kuwa wema. Katika hatua nyingine, Askofu Hilinti amelipongeza jimbo hilo jipya kwa ukuaji wa kiroho na mshikamano kwa Wakristo wake, akisema mafanikio hayo yametokana na imani, utu na ushirikiano wa viongozi pamoja na washirika. La heshima linastahili kupewa jimbo. Ushirika huu tunautambua hivyo, na hapa tutakuja, Mungu atusaidie, tutakuja Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 10 mwaka huu. Dayosisi nzima itakuwa hapa. Tutakuwa na miaka 115 ya Leipzig. Mbele ina nyuma yetu na msingi wetu. Dayosisi ya Kati ni hapa Ruruma. Katibu mkuu wa dayosisi hiyo, Mchungaji Shedrack Michael, amesema kuanzishwa kwa jimbo hilo kunaleta wajibu mkubwa kwa viongozi na Wakristo kuhakikisha huduma za kiroho na malezi ya washirika na usimamizi wa rasilimali vinafanyika kwa uwazi na uadilifu. Tamani sana kwa sababu wao ni jimbo la leo, lakini ni vikongwe wetu, kwa sababu tangu 1911 ndio injili iliingia kwa mara ya kwanza hapa. Kwa hiyo uinjilishaji pamoja na majukumu mengine yote ya kimaendeleo, tunatazamia kazi ya Mungu ifanyike kwa nguvu na kwa kasi kubwa, na kila msharika awe nuru na chumvi katika eneo hili, lakini na kwa maeneo mengine ya mbali. Kwa upande wake, mkuu wa jimbo la Ruruma Leipzig, Mchungaji Neema Msengi, amesema uongozi wa jimbo hilo umejipanga kuanzisha miradi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii ili kuimarisha ustawi wa kanisa na Wakristo wake. Amesema mikakati hiyo inalenga kuongeza vyanzo vya mapato, kujitegemea kifedha na kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii yanayolizunguka jimbo hilo. Basi tunamshukuru Mungu kwa fursa hii, kwa sababu hapa ni kitovu cha Injili. Ndio Injili ilianzia hapa, baadaye ikaanza kuenea kwa dayosisi nzima ya Kati na dayosisi zingine zilizozaliwa na dayosisi ya Kati. Kuanzisha miradi, kuendeleza shule ya sekondari ya wasichana hapa Ruruma. Majengo yapo, lakini yanahitaji tu ukarabati mdogo. Lakini pia tumekusudia kuanzisha chuo cha VETA hapa Ruruma, kwa tuna eneo la kutosha hapa. Tuna ekari zaidi ya 100 ambazo zitatumika kwa ajili ya kuweka majengo mengine. Nao baadhi ya washirika waliohudhuria ibada hiyo wakawa na haya kueleza namna ambavyo wamejipanga kutoa ushirikiano kwa viongozi mbalimbali watakaopangiwa katika jimbo hilo. Leo imekuwa ni siku ya kipekee kwa kuwa tumezindua jimbo letu la Ruruma Leipzig. Jimbo hili kwa kweli tumelisubiri kwa muda mrefu sana. Nina hakika kabisa kwamba litafungua injili katika eneo hili la dayosisi yetu ya Kati ya Singida. Kwa hiyo tuko tayari kama wazawa kuhakikisha kwamba mipango ya jimbo hili tunashirikiana nao moja kwa moja, 100%. Mungu atusaidie. Pokea vizuri jimbo. Tunamshukuru askofu wetu pia kwa ajili ya kutekeleza kile kilichoandaliwa na halmashauri kuu.
Tunaahidi kushirikiana pamoja na viongozi ambao watatumwa kuja kufanya kazi pamoja nasi, wachungaji pamoja na watendakazi wote. Tunawakaribisha na tunaamini tutafanya vizuri kwa ajili ya miradi yote ambayo itaanzishwa kwenye jimbo letu. Tunashukuru Mungu pia. Mtazamaji, nyuma yangu ni baadhi ya washirika ambao wamehudhuria katika ibada hii maalum ya uzinduzi wa jimbo jipya la Ruruma Lepsin hapa mkoani Singida, Dayosisi ya Kati. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Kusini mwa Tanzania mkoani Mtwara, serikali imewasa vijana kutumia fursa zilizopo nchini, huku ikiwataka vijana kujitokeza kwa wingi kuchukua mikopo inayotolewa na serikali kwa lengo la kuwezesha kujikwamua kiuchumi, kwani mikopo hiyo inatolewa bila dhamana. Mwanahabari wetu Christian Ngao ana taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka katika hafla ya kukabidhi guta, pikipiki na bajaji kwa vijana mkoani Mtwara kupitia mkopo uliotolewa na Mfuko wa Maendeleo ya Vijana. Kumekuwa na malalamiko makubwa sana kuhusiana na aina ya mikopo, hasa masharti yanayotolewa kuhusiana na aina ya mikopo. Tunaboresha masharti ya mikopo yanayotolewa kwa vijana kwa kuzingatia hali zao za maisha, kwa kujua kwamba vijana bado wanajitafuta, hawana uwezo mkubwa, kwa kuna vitu hawawezi kuwa navyo ili waweze kupata sifa za mikopo. Hautahitaji kijana kuwa na dhamana ya aina yoyote kwa maana ya kitu kinachoonekana. Kwa hiyo hata mikopo tunayotoa leo hapa, hauhitaji kuwa na hati ya nyumba, hauhitaji kuwa na gari, hauhitaji kuwa na kiwanja, hauhitaji kuwa na kitu chochote kile. Dhamana yako wewe ni kuwa na kikundi kinachotambulika ambacho mmejiunga, na ukikuwa hivyo maana yake unaweza kupata mkopo wa thamani kubwa sana. Kwa hiyo mtu yote anayesema mikopo hii ina dhamana, hapana. Mheshimiwa Rais aliagiza na tumesimamia, kijana uhitaji kuwa na dhamana ili kupata mkopo unaotolewa na serikali katika awamu hii. Tumeondoa hicho kigezo, na hata mikopo ambayo tutatoa leo kwa vijana hapa, hakuna aliyeweka dhamana ya kitu chochote, kwa maana ya kwamba dhamana, Mheshimiwa Rais anasema dhamana ni maono ulionayo wewe kijana, dhamana ni mipango ulionayo wewe kijana, ili kuhakikisha hata kijana anatoka katika kaya na familia maskini anaweza pia kuwezeshwa kupitia mikopo hii. Na katika awamu ijayo, mimi pamoja na wizara tumekubaliana kwamba pamoja na mikopo midogo midogo tunayoitoa, tutaanza kutoa mikopo kwa vijana wanaomiliki viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo mikopo mikubwa ambao vijana wanaweza kuajiri pia vijana wengine. Na nasema haya ili mjiandae, lakini ili mjue dhamira ya serikali katika kuhakikisha kwamba tunaboresha maisha ya vijana. Pia Waziri Nanauka amesema serikali imedhamiria kuwasaidia vijana, huku akieleza kuwa jumla pikipiki, bajaji na guta 25 zimekabidhiwa kwa vijana mkoani Mtwara na zaidi ya shilingi milioni 140 zimetumika katika zoezi hilo. Mheshimiwa Rais aliahidi ataweka uwezeshaji mkubwa sana kwa vijana, na sisi kama wizara tumekuwa mstari wa mbele, na kauli mbiu yetu imekuwa ni kusema na kutenda. Kwa hiyo tunasema alafu tunafanya kwa vitendo. Tumefanya katika mikoa mingine, na leo hapa Mtwara tunawakabidhi vijana vifaa kwa maana vitendea kazi kama sehemu ya mtaji vya jumla shilingi milioni 140, lakini pia ambao vimelipiwa na bima zake zote. Na nilieleza vifaa hivi pia tumewapa muda wa kusubiri kabla hawajaanza kufanya marejesho, karibu takriban miezi mitatu, ili kuhakikisha wanajiimarisha. Kwamba hao vijana tuwakabidhi tu afu tunawaacha. Watakuwa wanapewa mafunzo ya kifedha, wanafuatiliwa kupewa ushauri ili kuhakikisha kwamba hizo biashara zao zinakuwa. Tuwatoe katika ile mikopo ya kausha damu na changamoto ambazo wanazipitia ili wamiliki vyombo vyao, lakini pia waweze kujikwamua kiuchumi. Kwa naomba nitoe wito kwa vijana wote nchini Tanzania. Fursa zimeshatolewa, kazi sasa ni kwetu kuanza kuzitumia. Leo tuko Mtwara, kesho mtaanza kusikia tunaenda mkoa mwingine. Na kazi yetu kama nilivyosema, tunasema na kutenda, ni kusema na kutenda. Tukishasema sasa yule ambaye amejiandaa ndo atapata fursa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Kanali Donald Msengi amesema ofisi yake imeanzisha utaratibu maalum wa kusikiliza vijana na wananchi kwa ujumla kila siku ya Jumanne na Ijumaa kwa lengo la kutatua kero zao. Mheshimiwa Waziri, ofisi yangu imekuwa wazi na itakuwa wazi wakati wote kusikiliza kero na mawazo ya wananchi wote, hususan vijana. Hivyo kupitia jukwaa hili tunategemea kuona ushirikiano wa karibu zaidi
kati ya vijana na serikali ili kutatua changamoto za ajira na kukuza ujasiriamali mkoani kwetu. Kwa upande wao, baadhi ya vijana walionufaika na mikopo hiyo, akiwepo mwenyekiti wa umoja wa waendesha pikipiki na bajaji mkoani Mtwara Omali Mbonde na Mshamu Ali, wameshukuru serikali kwa kuwapatia mikopo hiyo, huku wakiahidi kufanya kazi kwa bidii. Kupata fursa hii ya kuwa nufaika kutusaidia sisi vijana kuwa ni wanufaika wa mkopo wa pikipiki, guta na bajaji, na tumikizi vigezo, na tukiwa na mwalimu wetu Shamili Kamtu ambaye ametufundisha vizuri ujasiriamali wa kifedha, na tuko tayari kupambana kwa ajili ya kupata marejesho na wenzetu waweze kusaidiwa katika mkopo huu. Kuna sisi tuliofikia kupata guta, lakini pia kuna waliofikia kupata pikipiki za miguu miwili. Wote tumeendana na ndoto zetu. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, na hapa ni Chuo cha Sauti, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka wakala wa majengo nchini TBA kujenga nyumba za kupangisha zenye gharama nafuu ili kutoa nafasi kwa watu hususan vijana wasio na kipato kikubwa kuweza kumudu gharama hiyo badala ya kujenga nyumba ambazo zinawalenga watu wenye kipato kikubwa pekee. Ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya uzinduzi wa bodi ya wakala huo, ambapo amesema kumekuwa na kasumba kwa TBA kujenga nyumba za gharama pasi na kuwafikiria Watanzania wenye kipato cha kawaida, hali inayowapa wakati mgumu vijana walio wengi kuweza kumudu kuishi katika nyumba hizo. TBA inapaswa iwe ni shirika tajiri sana, sababu lina maeneo nyeti sana. Kwa hivyo wanajenga utajiri, lakini wakati huo huo watazame makazi kwa ajili ya vijana hawa wa kawaida, wasioweza kulipa kodi ya milioni, wasioweza kulipa kodi kubwa, ndio anaanza maisha bachelors. Siku hizi kuna hizo wanaita studio apartments, lakini sio sasa apartments za kukodisha kwa maana ya zile za kibiashara za hela nyingi. Ziwe ni affordable houses. Mtendaji mkuu wa TBA Daudi Kandoro amesema hiyo ni bodi ya 6 ya wakala wa majengo nchini TBA tangu kuanzishwa kwa wakala huo miaka 24 iliyopita, huku mkurugenzi wa huduma za kimanagement ofisi ya msajili wa hazina Neema Musomba akipongeza mikakati mbalimbali. Wakala wa majengo umeandaa mpango mkakati wa wakala wa miaka 5 kwa maana kuanzia mwaka 2026-27 hadi mwaka 2030-31, na dira yetu katika kipindi cha miaka 5 ni kuwa kitovu cha ubora kinachoongoza katika maendeleo ya usimamizi wa milki za serikali barani Afrika. Dhima yetu ni kutoa huduma ya makazi bora na nafuu kwa serikali, watumishi wa umma na wadau wengine kupitia usimamizi wa milki ya serikali. Mafanikio ya hii taasisi itatokana na usimamizi madhubuti ambao tunautarajia kutoka kwenye hii bodi. Mheshimiwa Waziri, ofisi ya msajili wa hazina, sisi tuko tayari kabisa kusaidiana na wizara, kusaidiana na bodi na wakala hii kuhakikisha kwamba haya malengo ambayo wameyaweka leo na wameyasema baadhi yake yanatekelezeka. Katika hatua nyingine, Waziri Ulega ametembelea mradi wa nyumba za kupangisha zilizojengwa na TBA uliopo Masaki jijini Dar es Salaam kujionea maendeleo ya mradi huo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa.